kuanzia Disemba ya mwaka 1998 hadi Machi mwaka 2000. Fikiria wewe ni mfanyakazi wa McDonald's. Unafunga mgahawa saa 11 kamili jioni. Unafunga kila kitu. Unaweka alarm, unaondoka zako, unaenda nyumbani. Ndani ya mgahawa kuna mtu ndani ya choo au store amejificha. Sasa hii ilikuwa ni uhalisia. Huyu alikuwa ni Jeffrey Manchester, mshikaji mwenye umri wa miaka 27, mwanajeshi wa zamani wa kuruka na parashuti. Amekaa gizani, anasubiri kwa masaa mengi sana. Hatikisiki, hatoi sauti, yeye yupo kimya, anasubiri tu. Inapofika saa 11 na dakika 30 asubuhi, anasikia ufunguo unafungua kwenye mlango. Ilikuwa ni wafanyakazi wa zamu ya asubuhi wamefika na wanaingia ofisini. Jeffrey anavaa barakoa yake usoni, anachukua bunduki yake, anafungua mlango wa store. Wafanyakazi wanapomwona wanaganda kwa hofu. Mwanamke mmoja anakimbia, anapiga kelele, lakini Jeffrey anaongea kwa sauti ya utulivu na sauti ya upole. Anawaambia hakuna mtu atakayejeruhiwa. Nahitaji muingie ndani ya freezer, mtakuwa salama. Mlango unafunguka, wote wanaingia na wanakaa ndani ya dakika 10. Wafanyakazi wanatii wakiwa wanaogopa sana, lakini Jeffrey hawatishii kwa fujo wala hawasumbui. Ni mkali, lakini ni mtu ambaye ana upole ndani yake. Anawafungia ndani ya freezer, anaenda ofisini, anafungua sanduku la fedha kwa kutumia namba ya siri iliyokuwa imeandikwa kwenye karatasi cha stick note. Mameneja wengi huwa wanaandika namba za siri ama kodi kwa ajili ya kufungua sehemu za pesa kwa sababu zinakuwa ni ngumu na complicated. Jamaa anafungua sanduku la pesa, anachukua dola za Kimarekani 4200. Kisha huyo anatoka kwa mlango wa mbele, anavua barakoa, anaingia kwenye gari lake, anaondoka zake. Muda wote aliyotumia ndani wakati wa wizi ni dakika 11 tu. Huo ndio unakuwa mfumo wake wa kila siku, na hiyo ndiyo inakuwa kanuni yake, na anafanya kazi kila mara. April ya mwaka 1999, FBI inaanzisha kikosi kazi. Maafisa 12 wanahusika muda wote, wanaanza kufanya uchunguzi wa wizi 43 uliothibitishwa katika majimbo 5. Wanajua njia ambayo anatumia, wanaujua mfumo wake, lakini hawawezi kutabiri atashambulia wapi tena kesho au leo, kwa sababu migahawa ya McDonald's ipo kila mahali, maelfu ya migahawa sehemu zote duniani. Sasa mshikaji wanajua kabisa kwamba anaweza kushambulia sehemu yoyote na wakati wowote. FBI wanaanza kuweka ulinzi wa siri. Maafisa wa undercover wanaangalia maeneo ambayo yana uwezekano mkubwa wa kuvamiwa na kuibiwa. Wanaweka kamera juu ya mapaa, wanaweka alarm kwenye sehemu za kupandia juu ya mapaa. Roofman anabadilisha mfumo baada ya kugundua hawa wanataka kunikamata. Anaanza kuchagua maeneo ambayo hayana ulinzi wa siri. Anaenda kwenye miji midogo, maeneo yenye usalama mdogo, nje ya mifumo walioizoea. Kikosi kazi kinaita wachambuzi wa tabia. Wanaunda wasifu wa kisaikolojia wa mtuhumiwa. Hawamfahamu, lakini wanamuundia uhusika wa kivuli. Wajue huyu mtu anaonekanaje, kwa nini anafanya hivi vitu, yeye ni nani? Sasa watu waliounda kikosi hicho wao wanakuja wanasema, mtuhumiwa inaonesha ana nidhamu na anaonekana ana mafunzo ya kijeshi. Inawezekana aliwahi kuwa mwanajeshi, kwa sababu ana ujasiri akiwa juu ya sehemu ndefu za mapaa. Inaashiria mafunzo ya airborne au special operation, kwamba jamaa ana uvumilivu wa kusubiri kwa masaa mengi na ana uwezo wa kukaa sehemu bila kutikisika. Anaashiria mafunzo ya usniper au uangalizi wa siri. Hatumii vurugu kwa waathiriwa. Inaonesha ana kanuni fulani ya ndani ya maadili. Inawezekana jamaa anajua vizuri sana kanuni za kijeshi. Jamaa anachukua pesa tu, haribu mali bila sababu ya msingi. Kwake utaratibu huu umekuwa ni biashara, sio jambo binafsi. Wanajenga wasifu mzuri kabisa, lakini bado hawana jina la mhusika. Afisa mmoja anapendekeza wakague rekodi za kijeshi, alafu wazilinganishe na orodha ya wafanyakazi wote wa McDonald's. Labda inawezekana huyu mtu aliwahi kufanya kazi McDonald's na anaijua vizuri mifumo ya McDonald's
lakini wapi, hawapati kitu. Mei mwaka 2000, baada ya miezi 18 na wizi 43 kufanyika, FBI wanakadiria ameiba takriban dola za Kimarekani 180 kwa ujumla. Sio fedha nyingi sana. Ukigawa kwa kila wizi, tunakadiria ameiba dola 4200 kwa wastani wa kila wizi. Lakini kinachoshangaza ni ujasiri wake, ukamilifu wake katika kukamilisha misheni zake, na ukweli ni kwamba hajawahi kukamatwa eneo la tukio, hajawahi kuacha ushahidi, hajawahi kufanya kosa lolote lile ambalo litapelekea yeye kukamatwa. Sasa jamaa, kuna siku moja alifanya wizi katika sehemu mbili tofauti. Mei 20 mwaka 2000, ilikuwa ni Gastonia, North Carolina. Kuna McDonald mbili zikiwa karibu sana, mita kama 20 kutoka moja hadi nyingine. Jeffrey anaamua kuiba zote mbili kwa siku moja. Pesa mara mbili, hatari mara mbili. Wizi wa kwanza unaenda vizuri kabisa. Wafanyakazi wa asubuhi, freezer, pesa, anatoroka, ana dola 4200. Kisha anaendesha gari hadi eneo la pili, anapaki mbali kidogo kwenye bloku ya 3. Saa 2 kamili usiku anapanda juu ya paa, anakata shimo, anajishusha ndani, anakaa kimya. Huu ni wizi wake wa 58 kwa ujumla. Amezoea kazi hii kiasi kwamba karibu anachoshwa nayo. Anajificha chooni, anasubiri, anasikia zamu ya asubuhi ikifika, ratiba ni ile ile, muda ni ule ule. Saa 11 na dakika 47 asubuhi anatoka na bunduki yake, kavaa barakoa yake usoni, anawaambia wote tulieni, nataka pesa tu. Lakini safari hii mfanyakazi mmoja ana ujasiri zaidi kuliko wengine, au labda ni mwepesi zaidi. Wakati Jeffrey anawaelekeza watu kwenda kwenye freezer, mfanyakazi huyo anakimbia moja kwa moja hadi ofisini nyuma na anabonyeza silent alarm, yani alamu ya kimya kimya. Jeffrey hagundui. Anaendelea na wizi, sanduku linafunguliwa, pesa zinachukuliwa, wafanyakazi wanafungiwa kwenye freezer. Anatoka kwa mlango wa mbele, kifua mbele. Hii ni saa 5 na dakika 54 asubuhi. Polisi tayari wako block 2 kutoka hapo alipo, wakija kwa sababu ya silent alarm. Jeffrey anaingia kwenye gari lake, anawasha engine, anaondoka. Anaingia barabarani, magari mawili ya polisi yanageuza kona mbele yake, taa zikiwa zimewaka, ving'ora vimewaka. Moyo wa Jeffrey unashtuka sana. Anafanya uamuzi kwa sekunde moja tu, anaacha gari, anaanza kukimbia. Sasa amevaa sare kamili ya kijeshi, ana bunduki, anakimbia kwenye mtaa wa Gastonia. Saa 12 kamili asubuhi, watu wanaanza kuamka, magari yapo barabarani, mashahidi wapo kila mahali. Polisi wanamkimbiza kwa miguu. Jeffrey ni mwepesi sana kwa sababu jamaa ana mafunzo ya kijeshi yanamsaidia, lakini polisi wanaita msaada zaidi. Kunatokea mbwa zinamkimbiza, helikopta inamkimbiza. Jeffrey anakimbia hadi nyuma ya nyumba za watu, anaruka fensi, anajaribu kutoweka, lakini leo inashindikana. Mji ulikuwa ni mdogo, kuna mwanga wa asubuhi, macho ya watu ni mengi. Saa 12 na dakika 23 asubuhi, polisi wanamzingira kwenye uwanja wa nyuma ya nyumba ya mtu akiwa na bunduki yake. Wanamwambia, hiyo bunduki weka chini. Anapewa amri na mapolisi. Jeffrey Manchester anaachia bunduki chini, ananyanyua mikono, na hivyo hivyo Ruffman anakamatwa. Je, unahitaji nikuletee baada ya kukamatwa aliwezaje kutoroka? Hii ni bonge mmoja ya dokumentari. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, nimekuletea dokumentari nzuri ambayo nina imani umeipenda sana. Kama unatamani tuendelee na mwendelezo, niandikia hapo chini, twende sehemu ya 3.